Yesu Bwana kweli limetukuka jina lake Yesu. Amina. Karibu Baba. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Mungu akubariki kila mmoja ambaye uko kwenye maombi haya, wewe ambaye uko hapa kanisani na wale ambao wanaomba na sisi kwa njia ya mtandao. Kubariki sana. Tunamtukuza Mungu ambaye ametuleta na anatupa kuendelea na maombi haya, na kuanzia alfajiri tumekuwa tukiomba kwa ajili ya mipango na malengo yetu kwa nusu hii ya pili ya mwaka. Kwa hiyo tunaendelea na kuombea hayo ambayo Mungu aliruhusu tuyaweke, na kabla hatujaenda kuanza kuomba tena, kila mmoja unaweza ukaanza kuachilia ibada yako mbele za Bwana. Anza kumshukuru Mungu, libariki jina lake takatifu, muadhimishe, sema maneno ya sifa, sema maneno ya pendo mbele za Bwana katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakuinua, mfalme wa utukufu, mfalme wa milele yote, mfalme unayedumu, mfalme mwenye enzi yote, mwenye mamlaka ambayo hujaipata kutoka kwa yeyote, mwenye mamlaka ambayo haiwezi kuondolewa au kuchukuliwa na yeyote. Wewe ni mfalme ambaye huwezi kuondolewa kwenye nafasi yako. Nafasi yako ni ya peke yako. Wewe ndiye Bwana kwetu, wewe ndiye mmiliki wetu, wewe ndiye mmiliki wa maisha yetu, wewe ndiye mmiliki wa kila kitu kinachohusiana na sisi. Baba, tunakuadhimisha. Yesu, tunakuinua, tunaliinua jina lako takatifu. Tunakupenda Bwana, tunakupenda mfalme, tunakutukuza, tunakuheshimu. Asante kwa sababu ya wema na uzuri na uaminifu wako. Libarikiwe jina lako takatifu, litukuzwe jina lako takatifu, libarikiwe jina lako lenye uweza. Asante tena kwa kutupa neema hii, kwa kutupatia siku ya 10 ya maombi haya, upako wa Omega. Asante kwa kutuloesha katika upako wako. Asante kwa kutuatamia na nguvu zako. Tunakutukuza Bwana, na ni ombi la mioyo yetu ya kwamba kwenye maombi haya, ni shauku ya mioyo yetu ya kwamba kwenye maombi haya Roho Mtakatifu utaomba pamoja na sisi, utaomba ndani yetu, utaomba kupitia sisi, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba Roho Mtakatifu utusaidie katika udhaifu wetu. Ninaomba Roho Mtakatifu utusaidie katika udhaifu wetu, maana hatujui kuomba vile inavyotakiwa. Kwa hiyo karibu Roho Mtakatifu uombe ndani yetu. Karibu Roho Mtakatifu uombe ndani yetu. Karibu Roho Mtakatifu uombe pamoja na sisi, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Tunakutukuza, tunakuadhimisha. Asante kwa kuwa ni mwema. Libarikiwe jina lako takatifu. Ni katika jina la Yesu Kristo tumemwabudu Bwana. Ni katika jina la Yesu tumemwadhimisha Bwana. Amen, amen, haleluya. Unaweza kumshangilia Bwana Yesu. Tubariki jina la Bwana, haleluya, amen. Andiko ambalo linatuongoza kwenye maombi haya kama ambavyo tulisoma alfajiri ni Ayubu sura 22 mstari wa 28. Ayubu 22:28, neno la Mungu linasema hivi: nawe utakusudia neno, nalo litathibitika kwako, na mwanga utaziangazia njia zako. Nawe utakusudia neno, nalo litathibitika. Kuthibitika maana yake ni kutokea au kuwa imara, ndio maana ya kuthibitika. Alafu anasema na mwanga
utaziangazia njia zako baada ya wewe kukusudia jambo. Napenda ukisoma hiyo ukaunganisha na mstari wa 29, anasema hapo watakapokuangusha utasema. Hapo watakapokuangusha utasema. Ni wewe unasema, sio Mungu. Unasema kuna kuinuka tena, naye mnyenyekevu Mungu atamwokoa. Kwa watu wanapokuangusha, wewe ndio unasema, sio Mungu anasema. Wewe ndio unasema kuna kuinuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa malengo na mipango, maana yake ni mambo uliyoyakusudia. Haleluya, amen. Sasa nataka mchana huu tusogee, tuanze kusukuma maombi kadhaa, na tutaanza kwa kusukuma ombi ambalo liko kitabu cha Kutoka sura ya 2 mstari wa 17. Kutoka sura ya 2 mstari wa 17. Neno la Mungu linasomeka: wachungaji wakaja wakawafukuza, lakini Musa akasimama akawasaidia, akalinywesha kundi lao. Wachungaji wakaja wakawafukuza, lakini Musa akasimama akawasaidia, akalinywesha kundi lao. Hapa nataka tuende mbele za Bwana tuombe ya kwamba Mfalme, niinulie watu watakaosimama nami na kunisaidia juu ya mipango na malengo niliyoweka kwenye nusu ya pili ya mwaka. Mfalme, niinulie watu watakaosimama nami na kunisaidia juu ya mipango na malengo niliyoweka nusu ya pili ya mwaka 2026, kama ambavyo Musa alienda akasimama akawasaidia, akanywesha kundi lao, akawawezesha hilo lengo litokee. Nataka uende mbele za Bwana, anza kuomba namna hiyo katika jina la Yesu Kristo. Mpazie Bwana sauti, anza kuomba namna hiyo katika jina la Yesu Kristo. Jehova, Baba, nimeona kwenye kweli ya neno lako, nimeona kwenye kweli ya neno lako ya kwamba unaweza kuinua watu, ya kwamba unaweza ukasimamisha watu, ya kwamba unaweza ukaleta mtu, ya kwamba unaweza ukanisogezea mtu, na huyo mtu ambaye hata nilikuwa sifahamiani naye, nilikuwa hata sina mpango naye, nilikuwa hata sizungumzi naye, tulikuwa hatuna hata utaratibu naye, lakini neno lako linaonyesha ya kwamba Musa alifika pale, alafu wale wachungaji walivyotaka kuwadhulumu, Musa akasimama akawasaidia wale wadada. Musa alisimama akawasaidia wale mabinti. Baba, ninaomba niinulie mtu wa mfano huo, niletee mtu wa mfano huo, mtu atakayesimama nami, mtu atakayenitetea, mtu atakayeniongelea, mtu atakayenisaidia, mtu atakayenisaidia ili lengo ambalo ninalo, ili mipango niliyo nayo itimilizwe, itokee, ili mikakati niliyo nayo itimilizwe, itokee kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba kwenye nusu ya pili ya mwaka, Jehova, ninaomba kwenye nusu ya pili ya mwaka, Baba yangu, ninaomba kwenye nusu ya pili ya mwaka, niinulie watu, nisimamishie watu, niinulie watu, nisimamishie watu kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba niinulie mtu Bwana, niinulie mtu Bwana, niinulie mtu Bwana, niinulie mtu Bwana atakayesimama na malengo haya, atakayesimama na mipango hii. Hii mipango ni mikubwa sana peke yangu, haya malengo ni makubwa sana peke yangu, hii mikakati ni mikubwa sana peke yangu. Jehova, ninaomba katika jina la Yesu, niinulie watu Bwana wa kila namna, niinulie watu wa kila ujuzi, niinulie watu wa kila kada, niinulie watu wa kila taifa kwa jina la Yesu. Kwenye nusu ya pili ya mwaka, Bwana, ninaomba niinulie watu wa kimataifa, niinulie watu kutoka bara la Australia kwa jina la Yesu Kristo, watakaosimama na mimi, watakaosimama na mimi, watakaosimama
watakaosimama na mimi. Niinulie watu Jehova kutokea bara la Asia, watakaosimama na mimi, watakaonisaidia, watakaopigana upande wangu, watakaonitetea, watakaonitosheleza. Nitumia watu Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Kutoka bara la Ulaya nitumia watu Bwana, walete waje. Inawezekana hatukuwa na hicho kikao, inawezekana hatukuwa na huo mpango, lakini nimeona kwenye neno lako, lakini nimeona kwenye kweli yako ya kwamba wewe huo unawainulia watu wa kuwasaidia. Niinulie watu kutoka bara la Ulaya na nchi zake mbalimbali, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Jehova, ninaomba kwa ajili ya haya malengo, niinulie watu kutoka Mashariki ya Kati, kutoka hizo nchi zilizoko Middle East, kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba katika jina la Yesu, niinulie watu kutoka Middle East ambao watakuja na kusimama na haya maono, kusimama na haya malengo, kusimama na hii mipango. Baba, ninaomba watu kutoka Amerika Kaskazini. Baba, niinulie hao watu kwa jina la Yesu Kristo, hao watu watakaonipenda, hao watu ambao watavutiwa na mimi, hao watu ambao wataonyesha interest na haya maono na hii mipango na haya malengo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, niinulie watu katika jina la Yesu Kristo. Niinulie watu kutoka Amerika Kusini watakaosimama na kunisaidia. Jehova, ninaomba niinulie watu kutoka bara la Afrika kwa jina la Yesu Kristo, kutoka kaskazini mwa Afrika, kusini mwa Afrika, katikati ya Afrika, mashariki ya Afrika, magharibi ya Afrika, visiwa vya Afrika, Comoros na Shelisheli. Niinulie watu Bwana kwa jina la Yesu, kutoka Tanzania, mikoa mbalimbali, kutoka nyanda za juu kusini. Baba, niinulie watu kutoka mikoa ya kaskazini, kutoka mashariki ya pwani. Niinulie watu kutoka visiwani. Baba, niinulie watu kutoka kanda ya ziwa. Niinulie watu kutoka katikati ya nchi ya Tanzania, watu kutoka ukanda wa magharibi, watu kutoka kusini mwa Tanzania. Niinulie watu kwa jina la Yesu watakaosimama na mimi kama Musa alivyosimama nao mabinti, kwa jina la Yesu Kristo. Niinulie watu watakaonipigania, watakaoniongelea, watakaonitetea, watakaosimama na malengo na hii mipango ili kuifanikisha. Endelea kuomba namna hiyo mpendwa, endelea kuomba namna hiyo. Inawezekana ni malengo ya kihuduma, inawezekana ni malengo ya kiutumishi, inawezekana ni malengo ya kiuchumi, inawezekana ni kwenye kazi za mikono. Omba Baba akuinulie watu wasiokujua kabisa, ambao hujawahi kukutana nao kabisa. Endelea kuomba namna hiyo, endelea kumsihi Bwana namna hiyo. Niinulie watu wasionijua kabisa, ambao hatujawahi kufanya arrangements kabisa. Mungu ana huo uwezo, anaweza akawavuta watu, anaweza akawavuta watu, anaweza akawavuta watu, anaweza akawavuta watu. Mwambie Baba, niinulie watu, mwambie Jehova, niinulie watu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wakati unaomba namna hiyo, ulimwengu wako wa roho unashika moto. Wakati unaomba namna hiyo, your spiritual realm catches fire, inatokea, inakuwa halisi. Baba anawavuta watu, Jehova anakuvutia watu, anakuletea watu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wanakuja upande wako, wanakuja upande wako. Baba anakuletea watu, Baba anakuinulia watu, wanakuja na kuyategemeza maono, wanakuja na kukufanikisha, wanakuja na kukupenda, wanakuja na kukupigania katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, niinulia watu, Jehova, niinulia watu, Jehova, niinulia watu kwenye nusu ya pili ya mwaka. Baba, ninaomba nisitende mwenyewe, ninaomba haya malengo ni mengi sana, nisiyatekeleze mwenyewe. Niinulie watu, niinulie watu,
niinulie watu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, niinulie watu Bwana, katika jina la Yesu. Baba, asante Baba, ninakutukuza. Asante kwa kunisikia na asante kwa kuniinulia watu ambao watasimama na mimi kwenye malengo, kwenye utekelezaji, kwenye mipango. Ni katika jina la Yesu Kristo tumemwomba Bwana. Amen. Ni katika jina la Yesu Kristo tumepokea. Amen. Na nataka tutasogea kwenye ombi hilo hilo la kuinuliwa watu, lakini nataka tutaenda specifically aina fulani ya watu kwenye kitabu cha Isaya sura ya 60. Isaya sura ya 60, neno la Mungu linasema hivi kwenye mstari wa 3 na mstari wa 4. Anasema hivi: na mataifa wataijilia nuru yako. Maana kuna nuru unatakiwa uwe nayo. Na wafalme kuujia mwanga wa kuzuka kwako. Mstari wa 4: inua macho yako utazame pande zote, wote wanakusanyana, wanakujia wewe. Wana wako watakuja kutoka mbali, na binti zako watabebwa nyongani. Kwa hiyo nataka usikie, kuna kundi la watu naitwa wafalme. Wafalme. Sasa ngoja nikuonyeshe wafalme wanakujaje. Tuanzie mstari wa 5 na mstari wa 6 ili tuje tuombe vizuri. Ndipo utakapoona na kutiwa nuru, na moyo wako utatetemeka na kukunjuka, kwa kuwa wingi wa bahari utageuzwa kukujia, utajiri wa mataifa utakuasilia. Kumbuka, mataifa wataijilia nuru yako, si ndio? Usisahau kule juu mstari wa 5. Kwa hiyo wanavyokuja, kumbe wanakuja na utajiri wao. Wingi wa bahari unageuzwa, wanakuja na utajiri wao. Anasema wingi wa ngamia, mstari wa 6, utakufunika. Ngamia vijana wa Midiani na Efa wote watakuja kutoka Sheba, wataleta dhahabu na uvumba na kuzitangaza sifa za Bwana. Haleluya! Nataka uone ni kada fulani ya watu na wana uwezo fulani wanakuja upande wako. Kwa hiyo tunaenda kuomba namna hii. Tunaenda kuomba ya kwamba Baba, ninaomba niinulie mataifa na wafalme waje upande wangu na rasilimali zao kwa ajili ya kufanikisha malengo na mipango nilionayo nusu ya pili ya mwaka. Baba, niinulie mataifa na wafalme waje upande wangu na rasilimali zao kwa ajili ya kufanikisha malengo na mipango niliyoweka mwaka huu na nusu ya pili ya mwaka. Na unapoomba rasilimali, mpendwa, omba rasilimali watu, rasilimali akili, rasilimali fedha, rasilimali teknolojia, rasilimali ujuzi. Hayo maono ulionayo, kuna mtu mmoja akija na teknolojia yanaenda mbali. Hiyo mipango ulionayo, yani inahitaji mtu mmoja tu ujuzi fulani, naenda mbali, na Mungu anawaleta. Bwana asifiwe. Anza kuomba namna hiyo katika jina la Yesu. Baba, nimeona kwenye neno lako ya kwamba hiyo nuru yangu inapoangaza, hiyo nuru yangu inapoangaza, hiyo nuru yangu inapoangaza, moja ya kitu itaamuru ni kwamba mataifa watanijia, mataifa watanijia, mataifa watanijia, mataifa watanijia. Ninaona nuru yako inapoangaza, mataifa watanijia. Maana yake hawa sio kundi la watu aina moja, maana yake hawa sio watu wa taifa moja, maana yake hawa sio watu wa lugha moja na kabila moja. Hawa ni watu mbalimbali, hawa ni watu kutoka maeneo mbalimbali, hawa ni watu kutoka maeneo mbalimbali ya kijiografia, makuzi mbalimbali, uelewa mbalimbali, uzoefu mbalimbali. Na mimi ninaomba katika jina la Yesu kwenye hii nusu ya pili ya mwaka, Baba, ninaomba katika kutendea kazi ya malengo, katika kutekeleza ya malengo, ninaomba Baba, niletee watu, niletee watu,
nikusanyie watu, niletee watu, niletee mataifa mbalimbali, niletee mataifa mbalimbali. Baba, niletee mataifa mbalimbali. Jehova, niletee mataifa mbalimbali, niletee watu wa mataifa mbalimbali, niletee watu wa mataifa mbalimbali, mataifa mbalimbali duniani, mataifa mbalimbali kimabara, mataifa mbalimbali hapa Afrika. Baba, ninaomba katika jina la Yesu, ili haya malengo yatimie, ili hii mipango itimie. Baba, niletee watu mbalimbali. Baba, nikusanyie watu mbalimbali, nikusanyie mataifa, nikusanyie mataifa, nikusanyie mataifa, nikusanyie mataifa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, nikusanyie mataifa kwa jina la Yesu, nikusanyie mataifa kwa jina la Yesu. Jehova, nikusanyie mataifa. Baba, nikusanyie mataifa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nikusanyie mataifa. Jehova, nikusanyie mataifa kwenye nusu ya pili ya mwaka, waijilie nuru yangu, wajilie mwanga wa kuzuka kwangu. Lakini vile Baba, ninaomba kadai ya watu, neno lako limesema wafalme watajia mwanga wa kuzuka kwangu. Wafalme watakuja, watu wenye cheo, watu wenye hadhi, watu wenye nafasi, watu wenye influence kwa namna zote, wafalme kwenye milima mbalimbali, wafalme kwenye milima mbalimbali ya influence. Ninaomba wafalme waje, wafalme katika ulimwengu wa siasa, wafalme kwenye ulimwengu wa imani, wafalme kwenye ulimwengu wa sanaa na burudani na michezo, wafalme kwenye eneo la elimu na taaluma, wafalme kwenye eneo la fedha na uwekezaji, waje upande wangu, wafalme kwenye eneo la afya na tiba, wafalme mbalimbali waje Bwana, waje Bwana, waje Bwana, watu wenye sauti zenye mamlaka, watu wenye sauti za mamlaka, watu wenye sauti za mamlaka waje kuwezesha mipango hii, waje kuwezesha malengo haya, waje kuwezesha malengo haya kwa jina la Yesu. Waje na rasilimali zao, waje na ujuzi wao, waje na ufahamu wao, waje na uzoefu wao kwa jina la Yesu. Baba, walete. Baba, wakusanye. Baba, wakusanye. Baba, wakusanye. Baba, wakusanye. Waje na rasilimali walizo nazo, rasilimali fedha, waje nazo kwa jina la Yesu. Hizo rasilimali za kifedha ninaomba Bwana waje nazo, ninaomba Bwana waje nazo. Hizo rasilimali fedha zije kwa jina la Yesu. Hizo rasilimali fedha zije kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaomba Jehova, wafalme waje, wafalme waje, wafalme waje, wabebe hizo rasilimali, wabebe hizo rasilimali. Fedha za mataifa mbalimbali zinijie kwa jina la Yesu, zinijie kwa jina la Yesu. Sterling pounds zije kwa jina la Yesu, yen zije kwa jina la Yesu, zije rand kwa jina la Yesu, zije US dollars kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaomba zije euros kwa jina la Yesu Kristo, zije fedha kutokea mataifa mbalimbali, zije currencies kutokea mataifa mbalimbali kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba katika jina la Yesu, zije hizo rasilimali, rasilimali za teknolojia, rasilimali za teknolojia zije hizo advancement za teknolojia zije kuwezesha haya malengo, zije kuwezesha haya malengo, zije kufanikisha haya malengo kwa jina la Yesu. Yasifanyike tu locally, haya malengo yasifanyike kwa viwango vya kawaida, kwa viwango vya kimazoea, kwa viwango vya kikawaida. Ninaomba Jehova, ninaomba Jehova, ninaomba Baba yangu, ninaomba Mungu wangu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kila aina ya rasilimali
rasilimali inayotakiwa kwa ajili ya kufanikisha, viwe ni vyombo, viwe ni vifaa vya kiutendaji. Baba, ninaomba vije, kama ni apps, kama ni namna mbalimbali. Baba, ninaomba zije kwa jina la Yesu, ili haya malengo yafanikiwe. Ninaomba hizo rasilimali, ninaomba wafalme waje na rasilimali zao, lakini ninaomba waje na ushawishi wao, waje na sauti yao. Kuna hao wafalme ambao neno lao moja tu linafungua mlango, wengine wana mamlaka kwenye corridors of power. Ninaomba waje Bwana, ninaomba walete Bwana, ninaomba walete Bwana, ninaomba walete Bwana, kutoka mashariki, kutoka magharibi, kutoka kaskazini, kutoka kusini. Waje Bwana, waje Bwana, waje Bwana, kwa jina la Yesu. Ninaita wafalme kwa jina la Yesu, ninaita wafalme, ninaita wafalme kutoka pande zote, ninaita wafalme kutoka pande zote. Waje sasa, waje sasa, waje sasa, waje kwenye malengo, waje kwenye hii mipango, waje kuyafanikisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninatangaza katika roho, ninatangaza katika mwili, wafalme wanakuja, wenye mamlaka wanakuja, wenye nafasi wanakuja kufanikisha malengo haya, kufanikisha mipango hii, kufanikisha mikakati hii katika jina la Yesu Kristo. Endelea kumwambia hivyo Bwana. Unaweza ukataja hilo lengo, mwambie Bwana namna hiyo akufanikishe wapi. Mwambie Bwana, neno la Bwana linasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba. Uko mahala ambapo haupaswi kujisumbua. Kuomba ndio namna ya kutojisumbua. Kuomba ndio namna ya kujiepusha na stress. Endelea kuomba namna hiyo, kichwa chako kitapata utulivu. Endelea kuomba namna hiyo, mahangaiko yanaondoka. Endelea kuomba namna hiyo, maswali yanaondoka. Endelea kuomba namna hiyo. Saa ingine unajiuliza, nimekuwa nikiwaza hili lengo natimizaje? Wewe endelea kuomba, Bwana anakusikia. Wewe endelea kumwambia Bwana nasikia. Endelea kushughulisha ulimwengu wako wa roho, endelea kushughulisha anga lako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba Jehova, ninaomba katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba niletee wafalme, niinulie wenye ushawishi, wenye nguvu, wenye mamlaka, waje upande wangu, waje kwenye malengo haya, waje kwenye malengo haya, waje kwenye mipango hii, waje kutimiliza mikakati hii Bwana, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea kumlilia Bwana, endelea kumsihi Bwana. Inatokea, 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 inakuwa halisi, inakuwa dhahiri katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Inatokea, inakuwa dhahiri, inafunuliwa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Inatokea. Endelea tu kufungua kinywa chako. Baba anawaleta watu, Baba anawaleta watu, anawaleta watu. Wengine wanamiliki maekari mengi ya ardhi, wengine wanamiliki maeneo makubwa. Anawaleta watu waje na zawadi zao za ardhi, anawaleta watu waje na zawadi zao za viwanja kwa jina la Yesu. Anawaleta watu, wengine watakuja kukuzawadia, wengine watakuja kuistajabia hekima ndani yako na watabeba sadaka pamoja nao. Endelea kumwambia Bwana, endelea kumsihi Bwana kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Watu watakaokuja, wafalme watakaokuja na kusimama na malengo haya, na kusimama na mipango hii, na kusimama na maono haya, na kusimama na maono haya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Inatokea kwa jina la
Yesu inakuwa halisi kwa jina la Yesu. Baba, ninapokea wafalme, ninapokea hayo mataifa, ninawapokea kutoka mataifa mbalimbali, ninawapokea wataalamu, ninawapokea wenye ujuzi, ninawapokea wanasiasa, ninawapokea wanamichezo, ninawapokea watumishi, ninawapokea hao wataalamu mbalimbali, ninapokea hayo masoko, ninapokea ni halisi kwangu, ninapokea wenye ushauri, ninapokea hizo delegation, ninapokea kwa jina la Yesu, ninapokea misafara, ninapokea kwa jina la Yesu. Ninakushukuru we Bwana, asante kwa kunipatia, asante kwa kunisikia, asante kwa kunipatia, asante kwa kunipatia. Umenipatia mataifa, umenipatia wafalme. Jehova, ninakushukuru. Pokea sifa e Bwana, li katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Ni katika jina la Yesu Kristo tumepokea sawasawa na tulivyoomba. Amen. Na moja ya siri, acha tuniseme hapa wakati tunataka kuswitch kwenda ombi jingine. Wakati unaomba huwa ni kama vile hakuna kitu kinatokea. Wakati unaomba, saa tunavyoomba ni kama mbona hakuna kitu kinatokea. Don't ever be mistaken. Wakati Elia yuko juu ya mlima Karmeli anaomba, akamwambia yule mfanyakazi wake, nenda kaangalie kama kuna dalili yote. Akamwambia hamna dalili. Elia akamwambia nenda tena. Akarudi hamna dalili. Akamwambia nenda tena. Alimtuma aende mpaka mara 7, kwa sababu ukweli ni kwamba ni utovu wa nidhamu udhani ya kwamba ninaomba na hamna matokeo. Elia akamwambia no way, no, I can't be praying halafu hakuna kitu kinatengenezeka katika roho. Unanikosea heshima. Mpendwa, nikwambie wewe uliyeko hapa kanisani na wale ambao wanaomba na sisi kwa njia ya mtandao, ni utovu wa nidhamu kudhani haya maombi hakuna kitu kinatokea. Kuna wingu linatengenezeka. Nimesema kuna wingu linatengenezeka kwa jina la Yesu. Kuna wingu linaumbika kwa jina la Yesu. Amen, amen. Acha tusogee mbele tena hapa. Haleluya. Kwenye Wafalme wa Kwanza sura ya 18 mstari wa 46. Ni ombi ambalo tuliomba alfajiri. Nataka tena tulisukume hapa. Wafalme wa Kwanza sura ya 18 mstari wa 46. Neno wa Mungu nasema, mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Eliya, akajikaza viuno, akapiga mbio mbele ya Ahabu, au lugha nyingine ni akaovertake mbele ya Ahabu, mpaka kuingia Yezreeli. Sasa kwa faida ya wengine ni kwamba mfalme Ahabu alikuwa ni mfalme, na mfalme kiitifaki anaendesha chombo chenye kasi kuliko raia. Kwa hiyo Ahabu alipaswa kuingia Yezreeli kabla ya Elia. The funny part ni kwamba Elia alimtanguliza Ahabu aende kwanza, ili Elia aende mlimani kuomba, na wakati anaomba ndio Elia akakagua mara 7. Kwa inawezekana ni masaa 7, sijui ni muda gani. Akamtanguliza na ana gari lenye kasi. The funniest part ni kwamba Elia alikuja kwa miguu. Nini ambacho kina make difference? Ni mkono wa Bwana. Ndio Biblia inasema mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Elia. Alafu haya mengine ni matokeo. Tutaenda kuomba hivi. Baba, ninaomba mkono wako uwe juu yangu na malengo yangu, ili unipatie kasi katika utekelezaji wa malengo kwenye nusu ya pili ya mwaka 2026. Wewe utaomba mkono wa Bwana uwe juu yako na malengo yako. Ili nini? Ili ukuongezee kasi katika utekelezaji wa hayo malengo. Vitu ambavyo wengine vinawachukua miezi 6, wewe vikuchukue mwezi, vikuchukue wiki, vikuchukue muda kidogo. Ni nini? Divine speed, kasi ya kiungu. Nenda mbele za Bwana, anza kuomba namna hiyo katika jina la Yesu Kristo. Nimeona Bwana kigezo cha kasi ya kiungu. Nimeona namna gani Elia alipata hiyo kasi ya kiungu. Ni kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa juu yake,
Ni kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa juu yake. Ni kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa juu yake. Ni kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa juu yake. Baba, katika jina la Yesu, Jehova, katika jina la Yesu, ninaomba mkono wako. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba mkono wako. Ninaomba mkono wako. Mkono wako we juu yangu. Ninaomba mkono wako. Mkono wako we juu yangu kwa jina la Yesu. Mkono wako we juu yangu kwa jina la Yesu. Mkono wako Bwana, huo mkono wako uliokuwa juu ya Eliya, huo mkono wako ambao huo unauweka juu ya watu, ninaomba huo mkono wako Bwana uwe juu yangu kwenye inusu ya pili ya mwaka. Ninaomba mkono wako uwe juu ya malengo na mipango yangu na mikakati yangu kwa jina la Yesu. Kwenye inusu ya pili ya mwaka ninaomba Bwana, ninaomba Jehova, mkono wako niatamie, mkono wako nikalie, mkono wako nifunike. Huo mkono Bwana ufunike na malengo, huo mkono wako Bwana ufunike na mipango, huo mkono wako Bwana uatamie na mipango kwa jina la Yesu Kristo. Huo mkono wako Bwana uatamie na mipango kwa jina la Yesu. Mkono wako Bwana, mkono wako Bwana kwenye inusu ya pili ya mwaka, mkono wako Bwana kwenye inusu ya pili ya mwaka, mkono wako Bwana kwenye inusu ya pili ya mwaka, unikalie, unikalie. Huo mkono wako uniatamie, huo mkono wako uniatamie, uatamie malengo, uatamie mipango kwa jina la Yesu. Huo mkono wako Bwana unaosababisha kasi ya kiungu, ninaomba usababishe divine speed, divine speed, divine speed katika utekelezaji, katika utendaji, katika utekelezaji. Ninaomba mkono wako ulete kasi ya kiungu, ninaomba mkono wako ulete kasi ya kiungu, ninaomba mkono wako ulete kasi ya kiungu, ninaomba mkono wako ulete kasi ya kiungu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwenye inusu ya pili ya mwaka ninaomba huo mkono wako unaosababisha wanaoenda kwa miguu waweze kuwavuka wanaoenda kwa magari, huo mkono wako unaosababisha wanaoenda kwa miguu wawavuke wenye magari yenye kasi. Baba, Baba, ninaomba kasi ya kiungu katika utekelezaji. Hisi nichukue mwaka, hisi nichukue miezi mingi, yale ambayo yanachukua miezi mingi Baba, ninaomba yatekelezeke ndani ya muda kidogo, yatekelezeke ndani ya muda mchache kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yale ambayo yanagharimu muda mrefu yasinigharimu mimi, yale ambayo yanagharimu muda mrefu yasinigharimu mimi, kwa sababu ya mkono wako, kwa sababu ya ufadhili wa mkono wako, kwa sababu ya mkono wako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba kwa sababu ya mkono wako nipe kasi Bwana, nipe kasi Bwana, nipe divine speed, nipe divine speed, nipe divine speed kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Isinigharimu muda mrefu, isinigharimu muda mrefu kama ilimchukua Eliya fraction tu, akaenda mbele ya Ahabu, akakimbia mbio, akampita Ahabu, akakimbia mbio, akampita mfalme na gari lake na msafara wake. Baba, ninaomba Jehova, ninaomba kwenye nusu ya pili ya mwaka Baba, ninaomba kwenye mwezi wangu wa 7 Baba, ninaomba kwenye mwezi wangu wa 8 katika jina la Yesu. Isinichukue muda mrefu. Ninaomba kwenye mwezi wangu wa 9, ninaomba kwenye mwezi wangu wa 10, kwenye mwezi wa 11, kwenye mwezi wa 12. Mpendwa, inawezekana kuna kaujenzi unacho, unafanya ujenzi lakini inakuchukua muda mrefu. Huu ni mwaka wa 3 sasa, unajenga jengo ambalo halikamiliki, nyumba ambayo haikamiliki. Hapo sasa ndio ungeomba, hapo sasa ndio ungelilia, hapo sasa ndio ungeomba mkono wa Bwana uwe juu yako. Sio wingi wa fedha, sio wingi wa simenti, sio ujuzi wa mafundi. Inagharimu mkono wa Bwana, inagharimu mkono wa Bwana. Kama wewe unamtegemea Bwana, inagharimu mkono wa Bwana. Inawezekana kuna mambo ya kampuni ambayo umekuwa ukifanya, lakini inachukua muda mrefu sana kukamilisha mradi mmoja. Inawezekana inachukua muda mrefu
mrefu sana kukamilisha mradi mmoja. Kuna siri hapa inaitwa mkono wa Bwana. Omba mkono wa Bwana uatamie hiyo taasisi, uatamie hiyo kampuni, uatamie huo mradi, uatamie huo ujenzi, uatamie hiyo processing kwa jina la Yesu. Mkono wako Bwana, mkono wako Bwana, mkono wako Bwana, mkono wenye kasi, mkono wenye kasi, mkono wenye kasi, mkono wenye speed kupita kawaida, mkono wenye kasi kupita kawaida. Ninaomba huo mkono, ninaomba huo mkono Bwana ukalie ujenzi, ukalie ujenzi, ukalie ujenzi wa hiyo nyumba, ukalie ujenzi wa hizo shule, ukalie ujenzi wa hiyo taasisi. Baba, ninaomba mkono wako ukalie ujenzi wa hizo ofisi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mkono wako wenye kasi uatamie, ukalie, uatamie, ukalie, uatamie kwa jina la Yesu. Processes zote za hiyo taasisi, za hiyo kampuni katika jina la Yesu. Isichukue miaka Bwana, isichukue miezi Bwana, isicheleweshwe. Ninaomba mkono wako, ninaomba mkono wako, ninaomba mkono wako, ninaomba mkono wako uatamie, ninaomba mkono wako ukalie, ninaomba mkono wako ukalie kwa jina la Yesu. Hayo ambayo yanaonekana yangechukua muda mrefu, hayo ambayo yanaonekana yangechukua muda mrefu, ninaomba kwa mkono wako, ninaomba kwa mkono wako isichukue muda mrefu, isichukue muda mrefu, isichukue muda mrefu kwa jina la Yesu. Baba, zalisha kasi, Baba, zalisha kasi, Baba, zalisha kasi, Baba, zalisha kasi, zalisha divine speed, zalisha divine speed, zalisha divine speed, zalisha divine speed, zalisha kasi ya kiungo, zalisha kasi ya kiungo, zalisha kasi ya kiungo, zalisha kasi ya kiungo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, Baba, zalisha divine speed, zalisha divine speed, sababisha kasi ya kiungo kwenye utekelezaji, kwenye utendaji, kwenye utekelezaji, kwenye utendaji. Hizo tenda ambazo zinachukua muda mrefu, ninaomba kasi ya kiungo iingilie kati, ninaomba kasi ya kiungo iingilie kati, ninaomba divine speed, ninaomba divine speed, ninaomba divine speed iingilie kati Bwana, iingilie kati Bwana, iingilie kati Bwana, iingilie kati Bwana, kasi ya kiungo iingilie kati Bwana, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wengine ni zuio la kifamilia, wengine ni zuio la kiukoo, wengine ni pate nimekuwa anajenga nyumba inachukua hata miaka 7 kukamilika, haitakuwa fungu langu, haitakuwa fungu la watu wa Mungu hapa kwa jina la Yesu. Wengine imekuwa ni pattern, wamejenga nyumba moja na imewagharimu muda mrefu. Ninaomba katika jina la Yesu, ninaachilia kasi ya kiungo, ninaachilia kasi ya kiungo, ninaachilia kasi ya kiungo, ninaachilia divine speed, divine speed, divine speed, divine speed, divine speed, divine speed, kasi, 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 kasi ya kiungo, kasi ya kiungo, kasi ya kiungo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea kuomba namna hiyo, endelea kuomba namna hiyo. Mkono wa Bwana ukukalie kwenye kutekeleza, mkono wa Bwana ukukalie, ukuatamie katika kutekeleza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea kuomba namna hiyo, endelea kuomba namna hiyo, endelea kuomba namna hiyo, endelea kuomba namna hiyo. Karama yando rabayande rebobo shende rebozia rikadabayande rebobobo. Unapoomba inatokea, unapoomba inatimilizwa, inakuwa ya kwako, inakuwa dhahiri, inakuwa ya kwako, inakuwa dhahiri
kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kuna mtu anamlingana Bwana, kuna mtu anapokea, kuna mtu anapewa kwa jina la Yesu. Endelea kumlilia Bwana, endelea kumlilia Bwana. Inatokea, inatokea, inakuwa halisi, inakuwa dhahiri, inatokea kwako. Endelea kumlingana Bwana, endelea kumlingana Bwana. Inakuwa dhahiri kwa jina la Yesu, inakuwa halisi kwa jina la Yesu, inakuwa dhahiri kwa jina la Yesu. Endelea kumlingana Bwana katika jina la Yesu. Ninapokea, 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 ninapokea kwa jina la Yesu. Ninapokea kasi ya kiungu kwa jina la Yesu. Ninapokea kasi ya kiungu kwa jina la Yesu. Ninapokea kukaliwa na mkono wa Bwana kwa jina la Yesu. Ninapokea kukaliwa na mkono wa Bwana kwa jina la Yesu. Baba, ninakushukuru. Asante kwa mkono wako kuwa juu yangu, na asante kwa divine speed katika utekelezaji wa malengo, mipango na mikakati kwenye nusu ya pili ya mwaka. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Ni katika jina la Yesu Kristo tumepokea. Amen. Mathayo sura ya 25. Man, I'm loving this. Najisikia kupenda hiki ambacho kinaendelea hapa. Mathayo sura ya 25 na mstari wa 14 na 15, alafu baadaye nitasema implication kule mbele. Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1. Maneno yanayofuata ndio mkazo wangu. Kila mmoja kwa kadiri ya uwezo wake akasafiri. Kila mmoja kwa kadiri ya uwezo wake akasafiri. Kwa hiyo aliwapa talanta sio kwa kuangalia sura zao, aliwapa kwa kuangalia uwezo wao. Wale ambao wanajua kuhusiana na magari, hasa ya usafirishaji, magari yote kwa ujumla, utaona yameandikwa carrying capacity, uwezo wa kubeba. Ukizidisha ni kosa kisheria, na ukizidisha utaharibu barabara na utaharibu gari. Kwa Mungu akitaka kukupa, anakupa sawa sana uwezo wako. Baada ya kusafiri, mstari unaofuata, yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida. Vile vile yule mwenye 2 naye akaenda akachuma nefa. Yule mmoja akaficha. Bwana alipokuja wakaanza kutoa ripoti. Kule mwishoni unaona yule mwenye talanta 1 aliyeficha alinyang'anywa. Unajua nani alipewa? Mwenye talanta 5, ambaye saa hiyo ana talanta. Mwenye talanta 2 hata yalirukwa. Kwa ni nini? Mungu ana tabia ya kuwapa ambao anaongeza uwezo. Ukiongeza uwezo unapewa zaidi. Kwanza unaona kigezo cha kuwapa ilikuwa ni uwezo, lakini ukiongeza uwezo unapewa zaidi. Sababu ndugu alikuwa na 5, ongeza 5, carrying capacity yake ni 10s. 1 haiwezi kumsumbua, 10 ndio anashika sahihi. 1 haiwezi kumsumbua. Huyu mwenye 4, wale mnajua hesabu, bado ni 100. Kwa hatujui atafanya nini naye, lakini mwenye 10s, 1s hazimsumbui. Capacity. Tunaenda kuomba mbele za Bwana ya kwamba Baba, kuza uwezo wangu wa kubeba baraka zako, na niwezeshe kutekeleza malengo, mipango na mikakati. Kuza uwezo wa kubeba baraka zako kwa namna ambayo utaniwezesha kutekeleza malengo, mipango na mikakati. Kwa hiyo unalia mbele za Bwana, capacity yako ikue, capacity yako ikue. Undugu alikuzaje capacity? Alivyoenda kutekeleza, akaja na 5 zaidi, mwingine akaja na 2 zaidi. Hivyo ndivyo uwezo unakuwa. Amen.
Nenda mbele za Bwana, anza kuomba namna hiyo katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeona kwenye neno lako ya kwamba uliwagawia hawa watu talanta kila mmoja kulingana na uwezo wao. Nimeona ya kwamba wewe huna upendeleo. Maadamu mtu anakuza uwezo wake, basi hicho ndio kigezo. Maadamu mtu anakuza capacity yake, maadamu mtu anakuza carrying capacity yake, hicho ndio kigezo chako. Baba, ninaomba kwenye nusu hii ya pili ya mwaka, ninaomba Roho Mtakatifu, kuza uwezo wangu, kuza uwezo wangu wa kubeba baraka zako, kuza uwezo wangu wa kubeba thawabu zako, kuza uwezo wangu wa kubeba ahadi yako, kuza uwezo wangu Bwana, kuza uwezo wangu Bwana, kuza uwezo wangu Bwana, katika jina la Yesu. Kuza uwezo wangu Bwana, katika jina la Yesu. Baba, ninaomba, Jehova, ninaomba, kuza uwezo wangu, kuza uwezo wangu wa kushikilia baraka zako, kuza uwezo wangu wa kushikilia baraka zako, kuza uwezo wangu wa kushikilia baraka zako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, ninaomba, kuza uwezo wangu wa kiroho, kuza uwezo wangu wa kiroho, kuza uwezo wangu wa kiroho wa kubeba aina fulani ya baraka, wa kubeba aina fulani ya jina, wa fulani ya fedha. Kuza uwezo wangu Bwana, kuza uwezo wangu Bwana, katika jina la Yesu. Baba, ninaomba, kuza uwezo wangu wa kinidhamu, katika jina la Yesu. Kuza uwezo wangu wa kinidhamu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kuza uwezo wangu wa kinidhamu kwa jina la Yesu. Jehova, ninaomba, kuza uwezo wangu wa kiuelewa, kuza uwezo wangu wa kiufahamu, kuza uwezo wangu wa kiuelewa, kuza uwezo wangu wa kiufahamu, kuza mental capacities kwa jina la Yesu, niweze kubeba baraka zako, niweze kubeba thawabu zako, niweze kubeba ahadi zako, niweze kubeba kila ambacho Bwana unakileta upande wangu kwa jina la Yesu. Kuza uwezo wangu, kuza uwezo wangu, kuza uwezo wangu, kuza uwezo wangu kwa jina la Yesu. Kwenye nusu ya pili ya mwaka, Bwana, kwenye kipande hiki cha pili cha mwaka, Bwana, ninaomba kuza uwezo wangu, kuza uwezo wangu, na kwa njia hiyo ya kukuza uwezo wangu, ili niweze kutekeleza, ili niweze kutendea kazi, nisiwe kama yule mmoja ambaye uwezo wake uko chini, anaenda kuficha hiyo talanta, anaenda kuficha huo mtaji, anaenda kuficha hizo baraka, anaona hawezi tena kuongeza, uwezo wake uko chini. Baba, ninaomba, ondoa hiyo attitude ndani yangu, ondoa huo mtazamo ndani yangu, kuza uwezo, kuza uwezo, kuza uwezo wangu katika kutekeleza, katika kutendea kazi, katika kutekeleza malengo. Baba, ninaomba, kuza uwezo wangu, kuza uwezo wangu, kama ambavyo nimeona yule mwenye 5 alienda akatekeleza, yule mwenye 2 alienda akatendea kazi, alienda akaweka kwenye utendaji. Baba, ninaomba, kuza uwezo wangu, 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 katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Jehova, kuza uwezo wangu. Baba, kuza uwezo wangu. Jehova, kuza uwezo wangu kwa jina na damu ya Yesu, kwa jina na damu ya Yesu. Unajua, wengine unahitaji kuomba Mungu akuze uwezo wako wa kuhandle fedha, unahitaji uombe Mungu akuze uwezo wako wa kushikilia fedha. Kuna wengine, kuna kiwango cha fedha ukishika zinapotea. Kuna kiwango cha fedha ukishika akili yako inachanganyikiwa. Kuna kiwango cha fedha ukishika unakuwa mtu ambaye unaanza kubabaika, unaanza kununua, unaanza kutumia fedha kwa hisia, unaanza kutumia fedha bila kutumia akili. Tunaita manunuzi ya kihisia. Mwambie Bwana akuze uwezo wako, mwambie Bwana akuze uwezo wako, mwambie Bwana akuze uwezo wako, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Wengine ni kiwango fulani cha baraka, kuna namna baraka za Mungu zikikukalia, wengine kuna dharau inaingia, wengine unakosa utulivu, wengine ndoa inavunjika, wengine unaanza kumwona mwenzi wako
hawafai. Mwambie Bwana, kuza kiwango changu. Mwambie Yesu, kuza kiwango changu. Wengine tu ukipata promotion, wengine ukibarikiwa na ukaanza na kuwa na safari za kimataifa, kuna namna unabadilika. Kwa nini? Uwezo wako ni mdogo kuhendo hicho kiwango cha baraka, kuhendo hicho kiwango cha baraka. Mwambie Baba, kuza uwezo wangu. Mwambie Jehova, kuza uwezo wangu. Mwambie Jehova, kuza uwezo wangu kwa jina la Yesu. Wengine hauna uwezo wa kuwa na miradi miwili kwa wakati mmoja, hauwezi kufanya biashara mbili kwa wakati mmoja, unaishiwa nguvu kabisa, unachanganyikiwa kabisa, hauwezi kuhendo waajiriwa wengi. Unajua Mungu hawezi kukuamini na mambo makubwa kama tu huwezi kuhendo waajiriwa wawili. Mwambie Baba, kuza uwezo wangu. Mwambie Baba, kuza uwezo wangu kwenye hii nusu ya pili ya mwaka. Baba, kuza uwezo wangu. Jehova, kuza uwezo wangu. Baba, kuza uwezo wangu. Baba, kuza uwezo wangu. Baba, kuza uwezo wangu katika jina la Yesu Kristo. Wengine unajua unahangaika kusoma paragraph moja, hauwezi kusoma ripoti kubwa. Kwa hiyo kuna kiwango cha baraka Mungu hawezi kukuamini nacho. Mwambie Baba akuze uwezo wako. Mwambie Baba akuze uwezo wako. Mwambie Baba akuze uwezo wako. Uwezo wa kukaa kwenye vikao vya kimaamuzi, uwezo wa kukaa na kuongea mazungumzo ya maana, mazungumzo professional kwa muda mrefu. Huo ni uwezo uongezeke ndani yako. Huo ni uwezo ukue ndani yako. Huo ni uwezo ukue ndani yako kwa jina la Yesu. Uwezo wa kuwasilisha wazo, uwezo wa kupresent wazo na lieleweke. Mwambie Baba, kuza uwezo wangu. Uwezo wa kuongea mbele ya watu na nieleweke kwa jina la Yesu. Wengine tunahitaji uwezo wa kuhusiana na watu. Wengine hatuwezi kukaa na kushikilia mahusiano fulani kwa muda mrefu. Hatuwezi kushikilia mahusiano professional, mahusiano na watu wakubwa kwa muda mrefu. Mwambie Baba, kuza uwezo wangu kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Endelea kumlilia Bwana namna hiyo. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Hayo malengo yako at the mercy ya uwezo wako. Hiyo mipango iko at the mercy ya uwezo wako. Hiyo mikakati inategemea rehema, inategemea huruma za uwezo wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, ninaomba shughulika na uwezo wangu, husika na uwezo wangu. Achilia Roho yako Mtakatifu, achilia Roho yako Mtakatifu akuze uwezo ndani yangu, akuze uwezo ndani yangu, akuze uwezo ndani yangu. Baba, ninaomba katika jina la Yesu, shughulika na uwezo ndani yangu katika jina la Yesu, shughulika na uwezo ndani yangu kwa jina la Yesu. Baba, Baba, Jehova, Jehova, kuza uwezo, kuza uwezo, kuza uwezo, kuza uwezo, kuza uwezo. Baba, ninaomba kuza uwezo ndani yangu. Jehova, ninaomba kuza uwezo ndani yangu kwa jina la Yesu Kristo, kwenye nyanja zote, kwenye maeneo yote, kwenye namna zote, kwa jina la Yesu Kristo, kwenye nyanja zote, kwenye namna zote, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninakutukuza, ninapokea uwezo, ninapokea uwezo. Ninaweza kubeba mambo mengi kwa wakati mmoja, ninaweza kushughulika na mambo mengi kwa wakati mmoja, ninaweza kushika fedha nyingi kwa wakati mmoja, ninaweza kushika fedha za mataifa mbalimbali kwa wakati mmoja, ninaweza kuongoza watu wengi kwa wakati mmoja. Ninapokea huo uwezo, ninapokea huo uwezo. Ninaweza kuhendo miradi mingi kwa wakati mmoja, ninapokea huo uwezo, ninapokea huo uwezo. Ninaweza kushughulika na watu wengi kwa wakati mmoja, ninapokea huo uwezo. Jehova, asante. Baba, asante. Asante kwa kukuza uwezo ndani yangu. Asante kwa kuongeza uwezo ndani yangu. Litukuzwe jina lako. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Ni katika jina la Yesu tumepokea ongezeko la uwezo. Amen. Na ninakuona kwa kadiri ambavyo uwezo unaongezeka, ninaona Bwana anakuamini na vingine vingi 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 vingi. Ninaona Bwana anakuletea utele 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 utele, kwa sababu Bwana hana upendeleo. Chenye upendeleo ni uwezo wako.
Nimesema chenye upendeleo ni uwezo wako. Ukiongeza uwezo, Bwana anakuongezea zaidi. Haleluya! Nataka unyanyue mikono yako ya shukurani mbele za Bwana. Libariki jina la Yesu. Kila mara najiuliza muda wetu umeenda wapi? Kila mara najiuliza saa moja imeishaje? Bwana Yesu, tunakutukuza. Yesu, pokea adhama. Yesu, pokea tukuzo. Jibu. Asante kwa kuniitika, asante kwa kunipatia, asante kwa kuwa imekuwa halisi. Yale ambayo tumeyaomba yamekuwa dhahiri, yale ambayo tumeyaomba yamekuwa ya kwetu, yale ambayo tumeyaomba yamekuwa halisi. Pokea shukurani. Hii ni neno la shukurani, ninaandikisha shukurani kwako. Pokea shukurani Bwana. Asante ujibuye hima. Asante kwa kunipatia, asante kwa wingi wa shuhuda, asante kwa utele wa shuhuda. Libarikiwe jina lako. Pokea heshima. Ni katika jina la Yesu Kristo tumemshukuru Bwana. Ni katika jina la Yesu tumesajili shukurani zetu. Amen. Mungu amesikia shukurani zako na amekuelewa, kwa sababu ni kweli amekupatia, katika jina la Yesu. Haleluya! Unaweza kuendelea kumshangilia Bwana zaidi na zaidi. Wenye imani wanashangilia zaidi. Haleluya! Glory! Haleluya! Glory! Haleluya! Amen. 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 Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Amen. Hongera. Kila saa nataka kulalamika, nani anasogeza saa mbele? Sasa tunaona tu saa moja imeisha namna hii. Bwana Yesu asifiwe sana. So ni kupongeze, tutaonana tena baadaye saa 11 mpaka saa 12:30. Tutakuwa tukiendelea kusukuma ajenda zingine za maombi, na patikana kwa kusudia na kwa kufania kabisa. Kuna mambo mazuri yanatokea. Kumbuka mkazo ni kwamba ni upako wa Omega. In specifically nimesema kuna vitu ambavyo Mungu anazaa katikati yetu, anataka vizaliwe. Kwa hiyo tunatakiwa kukusanya utungu unaotakiwa kwa ajili ya kuzaa. Amen. Kwa kusema hivyo ninamaanisha hakikisha, yani kila muda ambao tunaomba moyo wako uko hapa, lakini hakikisha unatenga muda wako. Tulisema ya kwamba tunaendelea kusoma Zaburi wakati tunaomba, na leo tuko 106 mpaka 120, ndio ya tuko hapo. Kwa hiyo patikana hapo, endelea kula Zaburi, endelea kula Zaburi. Nilimsikia Minister Sam leo wakati anaendelea na shughuli zake, anakula Zaburi kwa audio. Yani hakikisha vyovyote vile, kama hujakaa kusoma, hakikisha unasikiliza. Amen. Na Mungu ashukuriwe kwa ajili ya teknolojia. Lakini jambo jingine, siku ya Ijumaa tutakuwa hapa na Roho Mtakatifu ni mwema. Nimepata walau script ya maombi ambayo tutakuwa mpaka sasa hivi na agenda 11. Actually sio agenda, niseme thematic areas. Maeneo 11 ambayo tutaomba ndani ya masaa 20. Tunakutana hapa, wale ambao tuko ofisini hapa staff. Yaani ukija unakuja kuripoti kwenye maombi, hata usiingie ofisini. Sasa njoo ripoti humu, na utakuta nimesambaza karatasi za mwongozo wa maombi. Chukua karatasi yako, niweke jina lako, nimeweka maandiko, nimeweka malengo kwa kila ombi, kwa kila thematic area. Kwa nini tunaomba ili ombi? Ili ujipime. Ninavyoomba hivi, je, nafikia hili lengo? Kwa jinsi ninavyosukuma ili ombi, nafikia hili lengo? Kwa hiyo kuna thematic areas nimeandaa, ziko 11 mpaka sasa hivi. Huwezi jua Ijumaa bado haijafika, zinaweza kufika 24. Lakini kuna thematic areas 11 shughulika nazo, na kila thematic area nimewekea malengo, nimewekea utangulizi, nimewekea malengo, alafu kuna agenda za kuomba hapo chini. Umeelewana vizuri? Kuna agenda za kuomba hapo chini. Kwa hiyo utaomba na unaomba mwenyewe, hakuna wa kukuongoza. Sitakuwa nasimama nasema tunaenda ombi fulani. Wewe ukitaka unaanzia la mwisho, unaenda la 4, unarudi la 2, unakaa tena la 4, unaomba la 4, unaomba la 4, unaenda la kwanza, unarudi la mwisho, unarudi tena la kwanza. Vyovyote you are free. Na kama unakuja na highlighter yako, unakuja na markers zako, njoo na namna ambayo ukiomba unaweza ukaona take notes. Amen. Mara chache nitakuwa nasimama
nina call attention, ninafundisha kidogo kulingana na ambavyo Roho Mtakatifu anavuvia. Nitakuwa nafundisha kidogo, halafu tunatawanyika tena kuendelea kuhubiri. Amen. Hiyo ni tukiingia Ijumaa, tunatoka Jumamosi. Tunatoka Jumamosi alfajiri. Na nafikiri watu wa ofisi ya church administration mnaweza mkazungumza na tena watafundisi kwa church administration. Wanaweza kuandaa kifungua kinywa kwa debate. Tukitoka alfajiri, tuna breakfast wote kwa pamoja, alafu tunamfurahia Bwana kwa mambo mazuri yatakayozaliwa katikati yetu. Haleluya. Kwa patikana Ijumaa asubuhi na uwage kabisa nyumbani, sababu tunazima na simu. Amen. Tuko serious na huyu Mungu wetu. Tuko serious. Kuna mtu mmoja ananiambia, "Sasa mchungaji umekona." Ambia yeye, kitambi hakinisaidii chochote so far. Amen. Amen. So Mungu akubariki. Tuonane baadaye saa 11. Hayo ambayo nimeelekeza na yenyewe yatendewe kazi katika jina la Yesu Kristo. Hakika wema zitatufuata sisi siku zote za maisha yetu, nasi tutakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Amen. 2026 mwaka wangu wa kumjua Bwana, kuwa hodari na kutenda mambo makubwa. Na huo ndio ushuhuda wako katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amen.